إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio watakaofanikiwa katika maisha yao katika dunia hii na hata akhera vile vile. Hivyo basi, anaitaka kufanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini pia afanikiwe katika maisha yake ya akhera, ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, hadithuna alyawm kayfa nastaqbilu 10 dhil-hijja. Mazungumzo yetu ya leo yana kichwa cha habari kinachosema vipi tumejiandaa kuyapokea masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Muislamu, ni maandalizi gani uliyoyafanya ili uweze kuyapokea masiku haya matukufu, masiku haya ambayo watu huwa wanafanya kheri? Wewe Muislamu umejiandaa vipi? Kila kitu huwa kina maandalizi, hata misimu ya kheri vile vile. Muislamu anatakiwa afanye maandalizi ya kuyapokea au kupokea misimu ya kheri. Miongoni mwa misimu ya kheri inayokuja mbele yetu ni masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja, ni masiku 10 katika mwezi wa mfunguo 3. Vipi Muislamu umejipokea? Vipi Muislamu umejiandaa kuyapokea masiku haya?
famin fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake, an ja'ala lahum mawasima, Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea waja wake misimu ya kheri. Mawasima litaati, misimu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, misimu ya kheri ametuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Yastakthiruna fiha min al-a'mali salihah, waumini waislamu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanazidisha katika misimu hiyo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wanazidisha kufanya yaliyokuwa mema, wanazidisha kuyafanya yaliyokuwa mazuri. Wayatanafasuna fiha, na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na waumini wanashindana katika misimu hiyo, fima yuqarribuhum ila rabbihim, kwa kuyafanya yale ambayo yanawaweka karibu na Mola wao, kwa kuyafanya yale ambayo yanawapatia malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tilka almawasim, na miongoni mwa misimu hiyo, ashru dhulhijja, ni masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja, ambayo bila shaka zitakuwa zimebaki kama siku 2 kama si 3 tuweze kuingia katika masiku ya Dhulhijja. Sasa wewe Muislamu umejiandaa vipi kuupokea mwezi wa Dhulhijja na kuyapokea masiku 10 ya msimu wa Dhulhijja? Umejipanga vipi Muislamu? Umejiandaa vipi Muislamu? Tuzao katika imani, inapokaribia misimu ya kheri, Muislamu anatakiwa ajipange na ajiandae namna ya kuyapokea masiku hayo yaliyokuwa matukufu, namna ya kupokea misimu ya kheri. Muislamu unatakiwa uwe ni mwenye kufanya maandalizi ili uweze kunufaika na msimu huo utakapokuwa umefika. Sasa katika maandalizi kuna mambo mengi ambayo Muislamu anatakiwa kuyafanya. Jambo la kwanza kabisa ni at-taubatu sadiqa. Muislamu anatakiwa utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba ya kweli, kabla haujafika msimu wa kheri, kabla hayajafika masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Muislamu tubia, anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini huwa tunahimizana watu watubie wanapokuwa wamekaribia kuingia katika msimu wa kheri? Ni kwa sababu madhambi ni mzigo, madhambi ni kizuizi cha kumzuia mtu na mambo ya kheri. Mtu anakuwa ni mzito wa kuyafanya yaliyokuwa ya kheri kwa sababu ya mzigo wa madhambi, kwa sababu ya madhambi aliyokuwa nayo. Ndio maana huwa tunawaomba na kuwasisitiza Waislamu, unapokaribia msimu wa kheri, rejea na tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauba, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili ni la lazima katika nyakati zote. Kila siku, kila mwezi unatakiwa uwe ni mwenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kutubia ni ibada, na katika kutubia ndiko kunakopatikana mafanikio kwa Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, watubu ila Allahi jami'an, natubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote, ayyuhal mu'minuna, enyi waumini, la'allakum tuflihuna, ili muweze kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ibada hii ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya Waislamu kufanikiwa katika kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa kuifahamu aya hii, kwa kuielewa aya hii, alikuwa anatubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala sana, na akawaelekeza waumini, akawaelekeza Waislamu wafanye hivyo vile vile.
katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abu Huraira anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, wallahi, namuapa Allah subhanahu wa ta'ala, inni la astaghfirullah, hakika mimi namuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilaihi, na ninatubia kwake yeye, fil yaumi, katika kila siku, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. Kila siku natenga muda, ninakaa kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kwa ajili ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa kaifa nahan, huyo ni Mtume aliyesamehewa makosa yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi sisi ambao hatuna bishara ya kusamehewa makosa yetu? Vipi sisi ambao tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, huwa tunatenga muda kwa ajili ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kutenga muda kwa ajili ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allahi, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfiruhu, na muombeni Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, fa inni atubu fil yaumi, hakika mimi huwa natubia kila siku, 100 marra, mara 100. Anakaa kwa ajili ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara 100 katika kila siku. Anakaa anasema, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Na sisi wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaompenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumuige Mtume katika hili, tuwe ni wenye kutubia katika kila siku, ikiwezekana hata zaidi ya hiyo mara 100. Tubia na rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, kabla ya kuingia masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja, tubia na rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi unayoyafahamu na usiyoyafahamu. Miongoni mwa mambo ambayo ni ya msingi kabla ya kuingia katika masiku ya Dhulhijja ni al-azmul jaddu ala ightinami ayami 10 Dhulhijja. Ni Muislamu kuweka azima, ni Muislamu kuazimia kwamba masiku haya yakinifikia, niko salama, nitajitahidi kuyapatia faida, sitoyaacha yakawa ni yenye kupita, sitopoteza muda hata kidogo. Nikifikiwa na msimu huo, nitajitahidi kuupatia faida kwa kuyafanya yaliyokuwa mazuri. Waman azama ala shay'in, na yeyote anapoazimia jambo, aanahu Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia, wa hayya lahu al-asbaba, na atamwandalia sababu, allati tu'inuhu, sababu zitakazomsaidia yeye, fi ikmali al-amal, katika kuyakamilisha mambo mema, katika kufanya ibada, katika kuyafanya yaliyokuwa ya kheri, kwa sababu uliazimia kabla haujafika msimu huo. Na nakuhusia ndugu yangu katika imani, pamoja na kuihusia nafsi yangu, tuweke azma, tuweke nia kwamba tutakapofikiwa na masiku hayo ya Dhulhijja ambayo yamebakia kwa masiku machache sana, nitayapatia faida masiku hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu anapoweka azma, ajue ya kwamba atapata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ya msingi ya kuzingatiwa kabla ya kuingia msimu wa kheri,
ni tathhirul qalbi, ni muislamu kuutwaharisha na kuusafisha moyo wake, min alhasadi, kutokana na husda, walhiqdi, na vifundo, washahana, na chuki. Kabla hajaingia masiku ya Dhulhijja, muislamu safisha moyo wako, usikutwa na masiku haya hali ya kuwa una husda. Husda ni mtu kutamani neema aliyonayo mwingine, neema aliyonayo ndugu yake imuondokee. Kwa nini huyu ana neema hii? Hili ni gonjwa baya. Muislamu hatakiwi awe na husda, lakini vile vile muislamu hatakiwi awe ana vifundo na chuki kwa waislamu wenzake. Watu wanakaa masiku kadhaa hawaongei, hawasalimiani, hawajuliani hali, wanaishi katika mazingira hayo. Haya si mazingira ya kidini, haya ni mazingira ya kikafiri, haya ni mazingira ya Kiyahudi. Muislamu mwenye imani hatakiwi awe na mazingira haya. Kwa hiyo kabla ya kuingia masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, hakikisha unasafisha moyo wako kutokana na vifundo na husda na chuki. Ndugu zangu katika iman, ashahnau walhiqdu, chuki na vifundo, tamna'u raf'a al-a'mali, huzuia matendo ya mja kunyanyuliwa na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mwenye chuki matendo yake hayaendi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mwenye husda, mtu mwenye vifundo, huyu matendo yake hayaendi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tuftahu abwabul janna, hufunguliwa milango ya pepo, yaumal ithnaini, siku ya Jumatatu, wal khamisi, na siku ya Alhamisi inafunguliwa milango ya pepo. Fayughfaru likulli abdin, atasamehewa kila mja, kila mtu atasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye kanat bainahu wa baina akhihi shahnau, kati yake na ndugu yake wana chuki. Hawa hawatapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, na matendo yao hayatanyanyuliwa kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika iman, hii ni hasara ya watu ambao wanachukiana, hawapati msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale Allah anapokuwa na wasamehe baadhi ya watu, nyinyi ambao mnachukiana hamtapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi anatakiwa kuionea huruma nafsi yake kwa kuondoa chuki, kwa kuondoa vifundo katika moyo wake. Ndugu zangu katika iman, miongoni mwa mambo ya kuzingatia kuyafanya kabla ya kuingia masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni silatur rahimi, ni kuunga udugu. Na kuunga udugu sababun khairi, akiwatakia waja wake watende yaliyokuwa mazuri ili iwe ni sababu ya wao kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo manne ni sababu ya mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ni kusalimiana, kutoleana salamu ya kidini, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu wanapeana salamu hii, wanafanya sababu miongoni mwa sababu za kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, kulisha chakula, kumlisha mtu chakula kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili pia ni sababu ya mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuunga udugu ni sababu pia ya mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuswali swala za usiku wakati watu wengine wamelala, ukaacha kitanda chako, ukaacha usingizi wako, ukaamka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبة, khutba yetu ya leo inatueleza na kutukumbusha ni maandalizi gani ambayo unatakiwa kuyafanya kabla ya kuingia katika msimu wa kheri, kabla ya kuingia katika masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa Muislamu aliyosikiliza hutuba hii atakuwa amefahamu mambo ya msingi ya kujiandaa nayo kabla hayajafika masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Amma ma yushra'u fi hadhihi al-ayyam, ama mambo ambayo ni sheria kuyafanya katika masiku haya ni mengi. Unapotenda matendo mema katika masiku haya ya Dhulhijja unapata thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ayamin, hakuna masiku, al-amalu salihu fihinna, kufanya matendo mema, kufanya matendo mazuri katika masiku hayo, ahabbu ila Allah, inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayami, kuliko kufanya matendo mema katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Faqalu ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza Mtume, wakamwambia, Mtume wa Allah, walal jihadu fi sabilillah, hata anayekwenda kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayekwenda kwenye jihadi, hata umfikia thawabu mtu aliyefanya mema, aliyefanya ibada fulani katika masiku hayo 10 katika mwezi wa Dhulhijja? Faqala sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walal jihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala haitofikia malipo na thawabu ya mtu aliyefanya mema katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, illa rajulun, isipokuwa mtu, kharaja binafsihi wa malihi, atakayetoka kwa ajili ya jihadi, akatoka kwa nafsi yake na mali yake, falam yarji min dhalika, hakuna kilichorudi katika hivyo, kwa maana ya kwamba mtu huyu amefia vitani na mali yake ikawa imeteketea vitani, huyu ndiye atakayemshinda kwa malipo yule ambaye anafanya mema katika masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Kuzao katika iman, masiku haya ambayo yanakuja hapo mbele, kwa hakika ni masiku matukufu sana. Muislamu anatakiwa ujiandae kufanya mambo yafuatayo. Miongoni mwa mambo ya msingi ya kuyafanya katika siku hiyo, katika masiku hayo, ni asiyamu, ni funga. Mtu akaamua kufunga masiku yote 9 au kafunga siku 5, siku 7, vile utakavyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, usiache kufunga. Umeshindwa kabisa, basi ile siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja, mahujaji wanapokuwa wako Arafa, basi wewe funga katika siku hiyo, malipo yake ni makubwa. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa amali na matendo na ibada ambazo tunatakiwa kuzifanya ni kufunga yatakapokuwa yamefika masiku hayo ya Dhulhijja. Na funga, ndugu zangu katika imani, funga ina malipo makubwa. Siku moja Abu Umama alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, niamrishe mimi au nifundishe mimi amal ambayo itakuwa ni sababu ya mimi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamwambia, alaika bisawmi, jilazimisha na funga, jilazimisha kufunga, fa innahu la idila lahu, hakika funga haina mfano wa thawabu zake. Thawabu za funga, hakuna amali ambayo inaisogelea funga, kwa maana ya kwamba funga ina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni mwa matendo ambayo Muislamu anatakiwa ajiandae kuyafanya ni pamoja na kufunga. Lakini pia miongoni mwa matendo ambayo anatakiwa kuyafanya kwa wingi katika masiku hayo ni at-takbiru,
والتهليل والتحميد. Ni Muislamu kuleta takbiri kwa wingi, kuleta takbiri kwa wingi, kuleta tahlili kwa wingi, kuleta tahmidi kwa wingi. Yusannu al-iktharu min ayami al-ashri, ni sunna kukithirisha katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ni sunna kukithirisha min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid, ni sunna kukithirisha kuleta takbir, kuleta tahlil, kuleta tahmidi fil masajidi. Zoezi hilo lifanyike katika misikiti, wal manazili, hata katika majumba vile vile watu walete takbira kwa wingi, waturqi, hata na njiani vile vile watu wanapopita njiani wanatakiwa wanaleta takbira kwa wingi katika masiku hayo. Hata katika masoko vile vile, mko sokoni, leteni takbira kwa wingi katika masiku hayo. Lihadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwa ushahidi wa hadithi ya Ibn Umar, wa fihi, na ndani yake kuna maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema katika masiku hayo ya Dhulhijja, fa akthiru fihinna min at-tahlili, zidisheni katika masiku hayo kuleta tahlil, watakbir watahmidi, na kuleta takbira na tahmidi. Zidisheni mambo hayo katika masiku hayo. Wa kana Ibn Umar wa Abu Huraira radhiyallahu anhuma, na alikuwa Abu Huraira na Ibn Umar yanapofika masiku ya Dhulhijja, yakhrujani ila suqi, walikuwa wanatoka wanakwenda sokoni. Ayyam al-ashri, katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Yukabbirani, wataleta takbira, wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima, na watu wanaleta takbira kwa takbira zao, kwa maana ya kwamba takbira hiyo ni kwa ajili ya kuwakumbusha walioghafilika katika masoko kwamba mko katika masiku matukufu mno, leteni takbira kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anatakiwa kuyafanya kwa wingi ni kuleta takbira kwa wingi. Lakini pia miongoni mwa mambo yanayofanyika katika masiku hayo 10 ya Dhulhijja ni pamoja na al-udhiyah, Muislamu kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu, haya ni masiku ya kujiandaa na kuandaa kichinjwa chako kwa ajili ya siku ya Idi. Thawabu zake ni nyingi kama tutakavyokumbushwa na mashekhe. Kwa ndugu zangu katika imani, Muislamu lazima ufanye maandalizi ya kuyapokea masiku 10 ya Dhulhijja ili uweze kuja kunufaika nayo. Ayuhal muslimun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wansur al-islam wal muslimin wa khudhul man khadala al-muslimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.